Mgombea mwenza wa nafasi ya uraisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM, Daktari Emmanuel Nchimbi amesema iwapo chama hicho kitashinda uchaguzi kitaboresha zaidi sekta ya kilimo kwa kuwa ndio shughuli inayotegemewa na wananchi wengi. Ni katika mkutano wa kampeni za uchaguzi mkuu zilizofanyika katika mji wa Ilongero mkoani Singida, ambapo Daktari Nchimbi ametumia fursa hiyo kueleza mafanikio yaliyopatikana kwenye sekta ya kilimo katika kipindi cha miaka 4.5 ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Bajeti ya Wizara ya Kilimo iliongezwa kutoka bilioni 294 kwa mwaka mpaka trilioni 1 bilioni 200 na milioni 400. Kuongezeka kwa bajeti hiyo kulikofanywa na Rais Samia Suluhu Hassan kumewezesha miradi mikubwa ya umwagiliaji kutekelezwa katika nchi yetu. Wakati Rais Samia anaingia madarakani, miradi iliyotekelezwa katika nchi yetu ya umwagiliaji ilikuwa miradi 13 pekee yake. Leo tunavyoongea, miradi mikubwa ya umwagiliaji katika nchi yetu iko 780. Ombi lake kwa wapiga kura kuchagua wagombea wa Chama cha Mapinduzi CCM katika uchaguzi mkuu ujao ili kuendelea kuboresha zaidi sekta ya kilimo ambayo ndio tegemeo kuu kwa Watanzania wengi. Tunaongeza na kuimarisha utoaji wa ruzuku ya mbolea, mbegu na madawa. Lakini pia huduma za ugani, huduma za kilimo cha kitaalamu kwa watu wetu tunakwenda kuziimarisha. Lakini pia serikali ya CCM kama itapata nafasi ya kuingia tena madarakani, tunakwenda kushirikiana na dodi za mazao kuhakikisha kwamba bei zetu zinaendelea kuwa nzuri. Msisitizo wa baadhi ya wagombea na makada wa chama hicho ni kwa wapiga kura kujitokeza kwa wingi siku ya uchaguzi kwenda kuchagua rais, wabunge na madiwani kutoka Chama cha Mapinduzi. Mama Samia Suluhu Hassan, tumpe kura zote za ndio. Mtamwona pale na Dr. Emmanuel Nchimbi pia. Wabunge wetu wakiwauliza kwa nini achaguliwa CCM, waambieni vituo vya afya, madarasa yanajengwa, tuondoe ujinga. Vituo vya afya vinajengwa, afya zetu ziimarike. Ili wajue Ilongero kuna watu wote watakwenda kumpa Dr. Samia Suluhu Hassan kura, kwa sababu hawa watu ni watulivu, hawa watu wana upendo. Uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani unatarajiwa kufanyika mnamo tarehe 29 mwezi huu. Kutoka mkoani Singida, Edna Malekela.